Usipuuze ukiona saa ndotoni. Kuna kitu kinakuja haraka. Kuna ndoto ambazo zinapita tu, na kuna ndoto ambazo haziji kwa bahati mbaya, lakini kuna aina moja ya ndoto ambayo ukiona moyo wako unasisimka bila sababu, akili yako inabaki kufikiria na roho yako inajua kabisa hii sio ndoto ya kawaida. Umejikuta unaona saa fulani ndotoni, si mara moja wala si mara mbili, bali kwa namna ya ajabu inajirudia au inakuja kwa uzito wa kipekee. Swali ni hili: kwa nini muda huo unaonyeshwa kwako? Kwa nini si saa nyingine bali saa hiyo hasa? Hii ni siri ambayo wengi hawajui, lakini ukweli ni huu: Mungu hatumii alama bila sababu. Na ukiona saa ndotoni, hasa kwa uzito wa kipekee, kuna kitu kinaanza kubadilika katika ulimwengu wa roho ambacho kitaonekana katika maisha yako ya kawaida. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie. Usipuuze ukiona saa ndotoni, kuna kitu kinakuja. Namba moja, saa ndotoni ni ishara ya muda wa kiungu. Kuona saa ndotoni mara nyingi si kuhusu muda wa kawaida, bali ni muda wa kiroho. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa majira na nyakati za Mungu. Hii ina maana kuna wakati wa kufunguliwa, kuna wakati wa kupandishwa, kuna wakati wa mabadiliko makubwa. Ukiona saa ndotoni, hasa ikiwa imeonekana wazi, inaweza kuwa ishara kwamba umeingia katika msimu mpya wa maisha yako. Kwa hiyo ukiona saa ndotoni, ndoto hii inaweza kaashiria wakati wako wa kufanikiwa umefika, lakini pia wakati wako wa kuingia msimu mpya kwenye maisha yako. Yamkini inaweza kuwa ni katika kazi, yamkini inaweza kuwa ni katika biashara, yamkini inaweza kuwa ni kihuduma. Muda wako wa kuingia msimu mpya umefika. Kwa hiyo ukiona saa ndotoni, ndoto hiyo inaashiria, saa ndotoni ni ishara ya muda wa kiungu, inaashiria ni wakati wako, ni wakati wa kuingia msimu mpya kwenye maisha yako. Lakini pia ukiona saa ndotoni, saa maalum inaweza kuwa onyo au taarifa ya haraka. Kama labda uliona saa maalum, mfano labda ukaona saa 9 kamili, ukaona 3:00, ukaona saa 9 kamili, au ukaona saa 6 kamili, au ukaona saa 12 kamili, ukaona saa hii ndotoni, ukaona labda saa 9 kamili ukaiona ndotoni, au ukaona saa 6 kamili, au ukaona saa 12 kamili. Hii mara nyingi huonyesha onyo la jambo linalokaribia. Hii mara nyingi huonyesha onyo la jambo linalokaribia, lakini pia hii inaweza kaonyesha kitu kinachotakiwa kufanyika haraka. Ndoto hii inaweza kaonyesha kitu ambacho kinachotakiwa kufanyika kwa haraka. Lakini pia ukiona saa hizi ndotoni, inaweza kaashiria muda wa kuchukua hatua. Inaweza kaashiria ni muda wako wa kuchukua hatua. Yamkini kuna jambo ambalo ulikuwa unatamani kulifanya, ulikuwa unalifikiria kulifanya, ndoto hii inaweza kuwa inakuambia ni muda wa kuchukua hatua juu ya jambo hilo. Lakini pia saa ndotoni inaweza kaashiria, hii si ndoto ya kupuuza, ni kama kengele ya rohoni inayosema usichelewe, kuna kitu kinahitaji umakini wako sasa. Ndoto hii inakuwa ni kama alert, ni kama kengele inakualert, inakutahadharisha kana kwamba usichelewe, kuna kitu kinahitaji umakini wako sasa. Lakini pia ukiona saa ndotoni, saa inayojirudia ndotoni ni sawa sana mzunguko unaoenda kuvunjwa. Kama unaota saa ile ile mara kwa mara, unaona tu saa ile ile, yani ukilala unakuwa unaota saa ile ile, unaiona saa fulani ndotoni ile ile unakuwa unaiota. Hii ni ishara kwamba kuna mzunguko fulani katika maisha yako, labda wa kuchelewa, kushindwa au mateso, na sasa Mungu anakaribia kuvunja mzunguko huo. Kwa hiyo hii ndoto ni ya mabadiliko makubwa sana. Hii ni ndoto ya mabadiliko makubwa sana. Lakini pia ukiona saa
inarudi kwa nyuma, yani ule mshale wa saa, bala tunajua saa wao inakwenda mbele, ukaona saa ile inakuwa inarudi, inazunguka kwa kurudi nyuma, hiyo ndoto hiyo inakuwa inaashiria kucheleweshwa. Kuna vitu ambavyo unavifanya vinakuchelewesha kwenda mbele, unatakiwa uombe sana. Ukiona saa inarudi kwa nyuma, ni roho ya kucheleweshwa. Kuna vitu ambavyo unavifanya vinakupotezea muda, unabidi uombe sana. Lakini tafsiri nyingine ya kuona saa ndotoni, saa inaweza kuwa ishara ya mwanzo mpya. Kuna watu wanaona saa ndotoni karibu na asubuhi, labda mfano, labda unaona saa 12 kamili asubuhi, au unaona saa 6 kamili usiku. Hizi mara nyingi zina maana. Ukiona labda ukaona saa 12 asubuhi au ukaona saa inaonyesha saa 6 usiku, hii mara nyingi zina maana, zinaweza zikawa zinaashiria mwanzo mpya, lakini pia inaweza kuwa inaashiria kufunguliwa kwa milango mipya, lakini pia inaweza kuwa inaashiria kuanzishwa kwa kitu kipya maishani. Ni ishara ya kuamka kiroho na kimwili. Inaweza kuwa inaashiria ni ishara ya kuamka kiroho na kimwili. Kwa hiyo ukianza kuona saa ndotoni, labda unaiona saa 12 kamili, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mwanzo mpya. Unaingia kwenye, inaweza kuwa inaashiria mwanzo mpya, inaweza kuashiria kufunguliwa kwa milango mipya, kufunguliwa kwa fursa. Utaanza kuziona fursa kwenye maisha yako, utaanza kuona milango, utaanza kuona upenyo ukifunguka kwenye maisha yako. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa mwalimu. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa mwalimu. Asante kwa comment yako, nashukuru. Asante une comment. Asante, naona comment hapa. Asante sana. Okay. Kuona saa ndotoni. Saa ndotoni inaweza kuwa ni mwito wa kiroho. Ukiona saa ndotoni inaweza kaa inaashiria mwito wa kiroho. Wakati mwingine sio tu kuhusu maisha ya kawaida, ni mwito wa kuomba zaidi. Kusikiliza sauti ya Mungu ni mwito wa kuomba zaidi, ni mwito wa kusikiliza sauti ya Mungu, kujiandaa kwa kazi fulani ya kiroho, kwa sababu saa ni ishara ya wakati uliopangwa. Kwa hiyo hutakiwi kupuuza kabisa ukiona saa ndotoni. Lakini jambo la 6, tafsiri ya kuona saa. Umeona saa fulani au umeona muda fulani ndotoni, umeuona muda fulani au saa fulani ndotoni. Saa iliyosimama ndotoni, kwa mfano labda ukaona saa imesimama, labda ni saa ya mshale, umeona saa imesimama haitembei, ndoto hii inaashiria maisha yamekwama kiroho. Kukwama kiroho, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kukwama kiroho. Ukiona saa imesimama haisogei, hii si ndoto ya kawaida kabisa. Inaweza kumaanisha kuna sehemu ya maisha yako imekwama. Lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria kuna maombi ambayo hayajajibiwa bado. Kuna nguvu za kiroho zinazochelewesha maendeleo yako. Ndoto hii inaweza kuashiria kuna nguvu za kiroho ambazo zinachelewesha maendeleo yako. Hii ni ishara ya kujiuliza, ni nini kimezuia mwendo wa maisha yangu? Lakini pia ni dalili kwamba ukiona saa imesimama, ni dalili kwamba wakati wa kufunguliwa unakaribia. Kwa hiyo you need to pray, utakuwa uombe kabisa. Lakini namba 7, namba 8, ukiona saa ndotoni, saa inayokimbia kwa kasi, ukaona saa inayokimbia kwa kasi, muda unakwenda kwa haraka, yani unaona saa inakimbia kwa kasi, inazunguka kwa haraka sana. Kama ndotoni unaona saa inakimbia haraka sana, hii ina maana unapoteza muda bila kujua. Inaweza kaashiria unapoteza muda bila kujua. Lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria kuna fursa inakaribia kupita. Kuna fursa inakaribia kupita. Lakini pia inaweza kaashiria kuna jambo linahitaji uamue haraka. Hii ni kama sauti ya rohoni ikisema, amka usichelewe tena. Hii ni kama sauti ya rohoni inakwambia, amka usichelewe tena. Kwa hiyo ukiona saa inakimbia kwa kasi, inabidi unahitaji umakini sana. Lakini saa usiku wa manane, labda ukaona saa wakati usiku wa manane, ukaona saa 6 kamili za usiku, saa 6 maana yake huashiria mabadiliko makubwa. Kuona saa 6 kamili usiku, hii ni ishara nzito sana kiroho. Maana yake inaweza kuwa inaashiria ukiona saa 6 kamili usiku, ukaiona saa imeandika labda saa 6 kamili usiku, hii inaweza kuwa inaashiria ni mwisho wa msimu mmoja. Lakini pia inaweza kaashiria mwanzo wa msimu mpya. Ukiona saa 6 kamili usiku, inaweza kuwa inaashiria mwisho wa msimu mpya, inaashiria mwisho wa msimu fulani. Yamkini labda ulikuwa unapitia kwenye mateso, ulikuwa unapitia kwenye shida, afu kalala ukaona saa 6 kamili usiku ukaiona.
saa inasoma saa 6 kamili usiku, ndoto hiyo inaashiria mwisho wa msimu mpya. Yamkini kama ilikuwa inaashiria mwisho wa msimu mmoja, yamkini inaweza kuwa inaashiria, yamkini ilikuwa unapitia mateso, maana yake ni mwisho wa kipindi kigumu. Lakini pia inaweza kuwa inaashiria mwanzo wa msimu mpya, inaashiria kuingia kwenye msimu mpya kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuvunjika pia inaweza kuwa inaashiria kuvunjika kwa mambo ya zamani. Ni kama mlango wa zamani unafungwa na mwingine unafunguliwa. Kwa hiyo ukiona saa hiyo, inabidi uanze kumshukuru Mungu, tambua unaingia kwenye msimu mpya kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Lakini saa za asubuhi, labda ukaona kuanzia saa 9 kamili hadi saa 11 kamili alfajiri, muda wa kiroho ulioinuliwa. Ukiona saa za asubuhi, yani ukaanza kuona kuanzia saa 9, ukaona saa hiyo, yani kuanzia mida ya saa 9 unaona saa inasoma kuanzia saa 9 au inasoma saa 9 mpaka saa 11 alfajiri. Ukiona saa hizo ndotoni, hii mara nyingi huonyesha ulimwengu wa roho uko wazi zaidi. Kuna mawasiliano ya kipekee ya kiroho, lakini pia ndoto hii inaweza kaashiria unaitwa kuwa karibu zaidi na Mungu. Kwa watu wengi wa kiroho, huu ni muda wa maombi na ufunuo. Hii si bahati, ni mwaliko. Lakini pia saa, ukaona labda saa iliyovunjika au imeharibika. Umeona saa iliyovunjika au kuharibika, maana yake huashiria mpango unabadilishwa. Kama saa imeharibika ndotoni, hii ina maana ratiba ya maisha yako inabadilishwa. Njia uliokuwa unapitia inaweza kubadilika. Mungu anaingilia kati kubadilisha mwelekeo wako wa maisha yako. Lakini pia inaweza kuonekana kama vurugu, lakini kwa ndani ni mpango mpya unaanza. Lakini namba 12, jambo la 12. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Yes, comment kama unanielewa vizuri, andika na kuelewa vizuri mwalimu. Lakini jambo lingine, ukiona saa ndotoni, mtu mwingine, labda ukaona mtu mwingine anakuonyesha saa ndotoni, huu ni ujumbe wa moja kwa moja. Ukaona ndotoni kuna mtu amesimama afu anakuonyesha saa, anakuonyesha saa fulani, au anakuonyesha muda fulani, anakuonyesha saa. Ukamwona mtu mwingine umesimama naye, lakini mtu huyo anakuonyesha saa. Kama unaota mtu anakuambia angalia saa, labda unamwona mtu anakuambia angalia saa, au anakuonyesha muda fulani, hii ni hatari kupuuza. Ina maana ujumbe umetumwa kwako moja kwa moja. Kuna jambo unapaswa kulizingatia haraka. Ni kama unakumbushwa usisahau hili. Yani kuna kitu unatakiwa ukizingatie, unakumbushwa. Kama unakumbushwa usisahau jambo hili. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 15 hadi 16 imeandikwa, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi wakati una thamani kiroho. Kwa hiyo ukiona saa hautakiwi kupuuzia. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 na mstari wa 9 imeandikwa, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Tutavuna kwa wakati wake. Kwa hiyo hapa kuna siri, kuna wakati wa mavuno, na ndoto ya saa inaweza kuwa ishara kwamba muda huo umekaribia. Kwa hiyo saa inaweza kana kuonyesha muda huo umekaribia. Kwa hiyo sasa, jambo la msingi, saa ndotoni si tu kuhusu muda, ni kuhusu ratiba ya maisha yako iliyoandikwa rohoni. Kuna mambo yamepangwa kutokea, lakini pia saa ndotoni za kaashiria yanasubiri. Kuna mambo ambayo yamepangwa kutokea, yanasubiri muda sahihi na yanahitaji utayari wako. Kwa hiyo ukiona saa ndotoni, inawezekana kabisa umefikia mahali ambapo kitu kilichokuwa kinasubiri kwa muda mrefu sasa kinataka kuonekana katika uhalisia. Kwa hiyo sio kila mtu anaona saa ndotoni na sio kila ndoto ina uzito huu, lakini kama wewe umeona, inawezekana kabisa uko karibu na mabadiliko ambayo hayatakuwa ya kawaida. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ningependa uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani, lakini pia nitafurahi sana ukiniambia unatufuatilia kutokea wapi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.